inaongozwa by the way na makocha vijana kweli. Kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukakitarajia siku ya leo ni nidhamu ya kiufundi kwa makocha wote wawili, hasa kwenye zile dakika za mwanzoni. Kwa nini nazungumza nidhamu? Simba licha kwamba kocha ni yule yule, lakini kwenye mzizi wa ubora wa Simba msimu uliopita kutakuwa kuna mabadiliko mengi sana. Napozungumza mzizi wa ubora wa Simba msimu uliopita, nazungumza individual brilliance ya mchezaji mmoja mmoja. Msimu uliopita ilikuwa ni zaidi Mpanzo atafanya nini, Janchaza atafanya nini, labda Mukwala atafanya nini, Ateba atafanya nini kwenye game, labda Fabrice Lambangoma atafanya nini kwenye game. Kwa hiyo msimu huu wameturn out, wanakuja na wachezaji wengine wapya ambao nao pia ukiwatazama kuna kitu ambacho unaona kabisa hawa kuna kitu anaenda kuongeza kwenye huu mchezo wa leo. Badi nafu atamkosa Jonathan Soa ambaye kuna kitu kikubwa sana angekiongeza, lakini waliopo mtu kama Nabi Kamara kuna kitu anaweza akakiongeza, brilliance yake binafsi. Mtu kama Neo Maema anaweza akaongeza individual brilliance yake binafsi. Bado kitu wakina Elim Panzu hapo kwenye team. Kwa hiyo kwangu nikitazama hii game kwa upande wa kama kocha wa Yanga atakuwa anaiangalia Simba na anasema okay, acha nikae kwenye dakika za awali nione Simba anakuja na mpango wa aina gani, kwa sababu tunatarajia kikosi cha kwanza cha Simba kitakuwa kina mabadiliko, meaning Simba hatocheza kama ambavyo alikuwa anacheza msimu uliopita. Kwa hiyo hapo kutakuwa kuna dakika za maangalizi kwa upande wa kocha wa Yanga kwamba okay, nione Simba na nini za hivi sasa. Lakini ukija kuangalia upande wa Young Africans msimu uliopita bezi ya timu yao ilikuwa kwenye eneo la katikati ambako lilikuwa linaundwa na Khalid pamoja na Mudathir, sometimes Khalid na Doka Boya ni whoever ambao watacheza kwenye ile eneo. Leo kutakuwa kuna mabadiliko kwenye ile eneo, meaning kwenye kuunda mashambulizi kwa Young Africans ni lazima kutakuwa kuna mabadiliko makubwa ya namna ambavyo timu inacheza pale ambapo ina mpira na inalifuata lango la mpinzani. Yawezekana kwenye ile eneo akacheza Musa Bala pamoja na Mudathir, akacheza either ni Musa Bala na Doka Boya ama akacheza Doka Boya na Mudathir ama whatever ambao kocha ataamua kuanzisha kwenye ile eneo la katikati. Hawa ni wachezaji wenye karakta tofauti ukilinganisha na karakta ambayo tulishuhudia kwa wachezaji waliokuwepo Young Africans kwenye ile eneo msimu uliopita. Meaning Mwalimu Fadlu Rahman Davis atakuwa akikaa atasema okay, sasa Yanga naamini wanakuja tofauti. Hebu nikae dakika za awali nione kwenye hizo dakika za mwanzoni wanaweza akaja na kitu cha aina gani ama akaja na mpango wa aina gani, hata pia kwenye kikosi wachezaji wao watakuwa wanacheza kwenye muundo wa aina gani. Mimi kwenye zile dakika za mwanzo kutakuwa kuna tension baina ya makocha wote wawili kujaribu kusomana. Lakini sasa kwenye hizi dakika za mwanzoni makocha huwa wanawakabidhi baadhi ya wachezaji michezo kwamba bwana, dakika 15 za kwanza ama 10 za kwanza sisi tutakaba, lakini tukiwa tunakaba wewe bwana Mpanzu, wewe bwana Aua, wewe bwana Mukwala, nyie game hii tunawakabidhi, nyie mtacheza free roll, kwamba popote ambako kutakuwa kuna mpira nendeni. Ikitokea Mpanzu unaweza kupiga chenga watu 4 mpaka 5 piga, ikitokea umefuata nafasi ya kushoot nje ya box shoot. Hapa plani inawategemea zaidi nyie kwenye brilliance yenu binafsi. The same to Young Africans kwamba bwana Pacome, Swini Maxim pia Prince Dube, hii game tunawapa, wakati hao wengine watakuwa wamekaa kwenye kulinda nidhamu. Baada ya hapo sasa, ikitokea ndani ya dakika 10-15 za kwanza ambazo mwalimu amewasoma wapinzani wake, goli limepatikana, good enough kwake. Goli lilikuwa halijapatikana, wanaweza sasa walimu ndo wanaingia sasa okay. Baada ya kumsoma Yanga, baada ya kumsoma Simba, sasa na switch mbinu. Kwa namna ambavyo Wakanda umezungumza kwenye experience ya football, maana yake inawezekana game ya leo ikawa game ya kimbinu sana. Ikawa game ya kimbinu sana. Na mara nyingi sana game ikiwa kimbinu huwa inakuwa kwa ajili ya watu wa football. Sio kwa ajili ya watu. Sio kwa yani entertainment. Watu wategemea kuona game ngumu kwenye kipindi cha kwanza mpaka kwa maana game ngumu sio kwamba labda kwenye mbinu. Kuona game ikichezwa kimipango, kimbinu zaidi. Tegemea kuona game ya mtindo huo kwamba ile free flowing labda upande mmoja kama mechi ya mwisho ambayo tunaona Yanga walikuwa wakienjoy. Tusitegemee kuona kitu kama hicho. Tegemea kuona mbinu nyingi sana. Kwenye zile dakika labda mpaka 30 za kwanza itakuwa ni game fulani ambayo wale entertainers, wale ambao wanapenda mpira wa raha, pasi nyingi, sijui vidude kwenye mpira, hiyo sitegemei, wanaweza sivione. Baada ya hapo sasa, ikitokea dakika 30 mwalimu amesha scout, ameona mpinzani wangu anaingia hivi, ameingia hivi, wanaweza wakaswitch wakatafuta sasa matokeo kwa mbinu zaidi. Lakini ikitokea umeshapata matokeo kipindi cha kwanza, kipindi cha pili unaweza ukarelax. Ama ikitokea umeona bwana mbinu za mpinzani wangu nikiingia hivi, nikicounter mbinu zake kwa namna hii, nina uwezo nikauchukua huu mchezo. Na kucounter mbinu za mpinzani yawezekana ni kukaa zaidi na mpira, ambako kukaa zaidi na mpira ndo tunaweza sasa tukaanza kushuhudia hizo burudani za timu moja wapo kwanza kupasiana sana, aidha wachezaji kuanza
kuenjoy ile coordination yao na kwenda kulishambulia lango la mpinzani. Lakini kitu pekee ambacho naweza nikakiexpect kwangu mimi kwa game ya leo nikiitazama katika hali ya uhalisia itakuwa ni game moja imekaa kimbinu mno, kwa sababu hamna mpinzani ambaye mpaka dakika hii au hamna benchi la ufundi ambao mpaka dakika hii linaingia kwenye game alafu liko na 100% kwamba team A leo itacheza hivi na hivi. Kwa hiyo obviously watakuja kimbinu kwa ajili ya kuangaliana kwanza. Yes bana, huyo ni Samu Rashid Wakanda akiweza kutazama mechi, anasema ni mechi ambayo itakuwa ya kimbinu sana kutokana na benchi yote ya ufundi. Lakini tuungane na kocha Joseph Kanaka-Mfumu naye pia aweze kutupa mtazamo wake au maoni yake kwa kile ambacho nakitaraji kwenye game ya leo ambayo ni ya Kariakoo Derby. Coach Kanaka-Mfumu, habari ya muda huu? Ya salama kabisa, beza huko. Basi tupo vizuri kabisa, upo live kupitia East Africa TV pamoja na East Africa Radio muda huu leo ikiwa ni Derby Day. Ya sawa, nashukuru sana. Yes, coach, tension ni kubwa sana kwenda kwenye huu mchezo kwa pande zote mbili. Simba wakiwa wanaonekana wana confidence imerejea licha ya kupoteza michezo mitano mfululizo iliyopita, lakini Young Africans na wao pia wanaonekana bado wapo kwenye confidence wakiwa wanaamini kwamba huu ni mchezo ambao wataenda kushinda kwa mara nyingine tena. Kwa namna ambavyo unaona mazingira, coach Kanaka-Mfumu, unategemea kuiona game ya aina gani katika jicho la kiufundi zaidi hii leo? Ya kwanza hii mechi labda sisi kwa mashabiki na watazamaji inawezekana tukawa na tension zaidi kwa sababu kwa namna moja au nyingine mechi ni ya kulinda heshima kama derby, lakini haina za kupoteza kwa sababu ni mechi ambayo haimpi mtu point 3 zaidi ya kwamba ni kuangalia timu imejiandaa vipi kwa ajili ya msimu ujao. Lakini vile vile Tanzania tuna kuwa na ile derby na heshima yake, lakini kiufundi timu zote zimejimarisha. Simba wamekaa vizuri kambini karibuni takriban zaidi ya wiki 3 walikuwa kambini na kama mwalimu atakuwa amepata timu yake team ya kuanza kwenye mechi mbalimbali ambazo alikuwa anaziangalia, lakini kuelekea mechi kubwa dhidi ya Yanga na the same to Yanga ambao wamesajili wachezaji wengi, lakini ukiangalia katika wachezaji ambao wameondoka wale ambao ni muhimu sio wengi kama walivyoondoka kwa Simba nadhani. Kwa hiyo unakuta Yanga wameziba nafasi kwa wachezaji wachache, lakini Simba wameziba kwa wachezaji karibuni 4 au 5. Sasa ukiangalia jinsi Yanga walivyokuwa na muunganiko dhidi ya Simba, ni kwamba muunganiko wa Yanga unaonekana unaweza kuwa na faida kwa maana moja au nyingine, kwamba mwalimu atachokuja kufanya ni ku take off kutoka pale alipokuwa na kuongeza kitu kingine. Kitu ambacho tumekiona ni kucheza mpira wenye speed. Mpira sasa hivi unahitaji kasi sana. Kuna kitu ambacho nadhani Yanga wanakifanya kwenye uwanja wa mazoezi. Tumeona kwenye mechi ya kirafiki hasa ya pili na Bandari. Ya zidi ya Bandari. Kulikuwa na mpira ulikuwa wa kasi sana. Unajua mtu anaweza kusema inategemea sana mpinzani wako, hapana. Aina ya mpira unaocheza hautatofautiana na mpinzani yoyote kwa sababu kasi ni kitu cha kawaida kwenye mpira. Kwa hiyo ukiweza kumanage kupata ile kasi ya uwanjani, ukimanage kupata perfect passing accuracy, basi unakuwa na timu ambayo nadhani Yanga wamekwenda hivyo. Na Simba hawako mbali kwa sababu kuna vipindi tukiangalia kwa mechi dhidi ya Gor Mahia, kuna vipindi walicheza kwa uwiano mzuri sana. Labda ilikuja kwamba kuna kipindi wanataka kulinda magoli yao mawili, ndio maana kuna kuta siku ile Simba mwishoni kama vile wakawa wamerelax, wamepotea na Bandari na Gor Mahia wakaja juu, lakini wamejitahidi sana kuziba mapengo yao, pamoja na kwamba kuna level ambazo baadhi ya wachezaji wa Simba walikuwa nazo na hao walioingia naona bado, mfano kwa beki namba 3 beki namba 3 na ambaye alikuwa Mohamed Hussein. Awali alikuwa Mohamed Hussein, sasa hizi kaingia Mligo. Sasa hivi ipo Mligo. Na katikati alipokuwa na Chamaloni, ambaye Chamaloni yote kwa anampima kwenye level ya Inonga. Inonga alikuwa na level kubwa. Chamaloni angalau alikuwa anakuja kwenye level yake. Ameondoka na Chamaloni, amekuja na Luciano De Rook kaingia. Ambaye ndo inaonekana ambaye ni replacement. Lakini kuna tofauti kati ya Chamaloni na huyu kutoka Afrika Kusini. Kwa maana ya ule utimamu wa mwili na aina ya mapambano ambayo Chamaloni alikuwa anayafanya.
alikuwa na makosa fulani, lakini mimi si hukumu makosa yake sana, na hukumu kwenye vitu vingi vya vifanya vya uhakika. Kwa hiyo kwa mapengo ya beki naona bado Simba hawajazua sawa kama timu inaweza kacheza. Yes. Kwa hiyo all ni mechi ambayo inakwenda kutupa ufozi, inakwenda kutoa, wanaenda kutoa mechi nzuri kwa sababu ya ushindani uliopo. Na ukiangalia mechi zilizopita Fadlu alipoteza msimu mzima, lakini bahati alionayo Simba ni kwamba bado wanakuwa na Fadlu wakati Yanga wamebadilisha mwalimu. Kwa hiyo Simba wanaweza kuwa na advantage ya kuwa na mwalimu. Akawa anajua mbinu za Yanga, lakini vile vile ukiwa na wachezaji, maana mkisha kwa mwalimu nje, wakishaingia uwanjani wachezaji ndio wanaweza kutafsiri zile mbinu zao. Kwa hiyo ni mechi ambayo nadhani wanaenda kutupa mechi nzuri sana siku ya leo. Na coach, labda swali moja tu la kumaliza kutoka kwako. Kuna swali ambalo nimekuwa nawauliza baadhi ya mashabiki wa Simba na hata baadhi ya wadau. Wewe kwa ambavyo umeangalia maandalizi ya Simba, aina ya usajili, na kuna baadhi ya mapungufu madogo ambao ulikuwa ukiyataja, na umegusa kwamba huu ni mchezo wa heshima. Katika kwenda kuitafuta hiyo heshima kwa Simba ambayo ikapoteza michezo 5 mfululizo. Kwa mazingira yoyote yale, ukiwatazama kwenye ushindani wa hizi timu mbili, unamuona Simba yupo tayari kushindana au kucheza dhidi ya Yanga na kushinda? Uliko malizia mwisho ndo swali muhimu. Kwamba wapo tayari kucheza na Yanga na kushinda. Kwa tayari Simba wako tayari kucheza, kwa sababu hata ingekuwa timu yangu ndogo, ushapangiwa timu basi unakuwa tayari kucheza nao. Kwenye kushinda, na Simba anahitaji kuimprove sana kwenye eneo la mwisho la umaliziaji na kwenye passing accuracy, kwamba tunatengeneza pasi ngapi kwenye lango la wapinzani. Ndio kitu ambacho kwenye mechi ya mwisho Simba walishinda kukifanya, hawakutengeneza nafasi nyingi. Sasa hivi nimeona bado, nadhani Simba hajampata na Barani perfect kabisa ambaye anaweza kupiga pasi nyingi za mwisho. Ngoba alikuwa anapiga pasi nyingi, lakini alikuwa anapiga pasi akiwa mbali. Kupata mtu ambaye anaweza kupiga pasi za mwisho kama alivyokuwa akifanya mfano kwa upande wa Yanga, kina of course wapo Pakome, kina Mudathir, wapo sasa tunaona kina Dumbi anaweza kupiga pasi, ingawa hatuwezi kwa leti na namna hiyo. Kuna takiwa watu ambao wanaweza kupiga pasi washambuliaji wao pasi za mwisho. Sasa kwenye kutengeneza nafasi bado Simba naona hawajafanya hivyo, na bahati mbaya kwenye maandalizi ya Simba walivyoenda Misri hawakupata mechi za ushindani kwa sababu walikuta ligi ya kule Misri ishaanza. Kwa hiyo kupata timu ambazo zinakupa level nzuri ya mazoezi walikuwa wanapata tabu sana kupata zile timu. Kwa hiyo bado siyaiona hasa kwa hizo mechi. Kwa hiyo mechi niliona, sikuona kama kuna watu wanaweza kutengeneza nafasi mbele pale, unless otherwise watumie wings kwa ajili ya kupiga krosi, kuangalia wanaweza kufanya nini. Kwa hiyo kama unashindwa kutengeneza nafasi, basi unapa wapinzani wako Yanga kupata kutengeneza nafasi na kushinda. Kwa hiyo kushinda ni jambo lingine, lakini na kutengeneza nafasi ni kitu kingine. Kwa hiyo Simba leo bado wana save kiasi katika kutengeneza nafasi, ambapo Yanga ndio wanatengeneza nafasi, ingawa kwenye mechi na kutengeneza nafasi nyingi sana, lakini unaona kuna watu ambao wanaweza kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo wanaposema kushinda, inaweza katokea mtu anaweza kupata faulu akashinda, akajipanga kazuia dakika zote 90 na kashinda goli moja, lakini overall ujumla na unafanya nini kulifikia lengo la mwenzako, ndio unakuta Yanga kidogo kujuu kuliko wenzao Simba. Yes. Coach Kanamfumo, nikushukuru sana kwa namna ambavyo umeweza kushare pamoja na sisi kuelekea mchezo huu wa Kariakoo Derby. Nashukuru sana. Yes, bwana, ni coach Joseph Kanamfumo ambaye ameweza kushare pamoja na sisi kwa kile ambacho anakiona kwenda kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby